Leo ni Machi 20, wengine wanasherehekea siku ya Eid, wengine watasherehekea kesho tarehe 21, lakini ndani ya Mashariki ya Kati bado Eid haiendi vizuri. Watu wamekuwa wakiendelea kushambuliana mabomu kila itwapo leo, ambayo vita inahusu Iran, Israel pamoja na Marekani inaingia siku ya 21 mpaka siku hii ya leo, ambapo matukio makubwa tayari yamesharipotiwa mpaka hivi sasa, kuanzia jana mchana Machi 19 mpaka leo hii asubuhi Machi 20, ambapo tukio la kwanza ni wimbi la 65 la mashambulizi ya Iran, ambapo kuanzia Machi jana jioni mpaka leo asubuhi Iran ilizindua wimbi la 65 la makombola na drones, ikiwa ni pamoja na makombola mapya ya Nasrallah ballistic missiles yenye uwezo wa kugonga maeneo ya mbali na kwa usahihi mkubwa. Na maeneo yao yanaelezwa walikuwa wamepiga maeneo ya nishati na maeneo ya kijeshi ya Israeli, ambapo moshi mkubwa ulikuwa unaonekana angani, na inaelezwa kuwa hakuna kifo hata mtu mmoja, lakini uharibifu ni mkubwa kweli kweli unaotajwa miundombinu, ambao ulitokea umeme ukakatika kwa muda mfupi, na makombola pia yalilenga mabasi ya Marekani katika Ghuba, ambapo Al-Hajj Saudi Arabia na Sheikh Isa Bahrain Al Dhafra United Arab Emirates pia maeneo yao yalikuwa yamejengwa. Jamani, kama maneno mengine nakosea kutaja, mimi sio Mwarabu, kwa hiyo nitakuwa nataja kama Mswahili. Lakini tukio lingine ni kwamba Netanyahu alikuja hadharani na kutoa kauli kali na kuthibitisha kwa watu kwamba yupo hai na kukanusha uvumi ambao ulikuwa umetanda kwa kiwango kikubwa, ambapo waziri wa Israeli Benjamin Netanyahu alifanya mkutano na waandishi wa habari na alikanusha uvumi wa kifo chake. Aliandika surprise ama live kwenye mitandao yake ya kijamii. Alisema vita vimefikia siku ya 20, ambayo kufikia siku ya jana siku ya 20, siku ya leo ni 21 vikifikia rasmi, na Israel imepiga maeneo mengi nchini Iran, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kutengeneza maeneo ya kutengeneza nuclear. Alisema kuna haja ya operesheni za ardhini, na akatishia kwa vita vitaendelea mpaka Iran iwe isiyo na uwezo wa kutengeneza nyuklia au makombola ya aina yoyote ile. Aliongezea kuwa Irani inatumia mlango wa Hormuz kama silaha, na hii ina hatari kubwa kwa dunia nzima. Lakini Trump alikuja akakanusha shambulio lile la South Pass na akatoa tishio kubwa, ambapo ilisema itapiga tena South Pass, uwanja mkubwa wa gesi asilia, na akasema Israeli ilifanya hivyo peke yake, ingawa ripoti zinasema Marekani pia ilikuwa imejua mapema. Alitishia kuwa ikiwa Iran itashambulia Katari au nchi nyingine jirani, Marekani itajibu kwa nguvu kubwa na inaweza kuharibu South Pass kabisa. Alisema vita ni short term, lakini inaendelea mpaka malengo yalikuwa yatakapotimizwa. Sasa jambo kubwa ambalo linaendelea ni kwamba bei ya mafuta inazidi kupanda hivi sasa duniani. Kwa pipa sasa inapatikana kwa dola 115, na mlango wa Hormuz unaendelea kuwa hatari kwa sababu usafirishaji unaonekana kama unaendelea kusuasua mpaka leo, kwa sababu kila mmoja ameendelea kupakamata ile sehemu ambayo yeye anaona kwake yeye inamfaidisha. Lakini matukio mengine ambayo kuanzia jana mpaka leo hii ameweza kuripotiwa ni kwamba watu Israel wameweza kufanya maandamano. Israel wameweza kufanya maandamano kwa sababu wanadai wakitamani vita viishe, kwa sababu wanailaumu serikali kuendeleza vita bila malengo wazi, ambapo inataja takriban watu 18 mpaka hivi sasa wameuawa na zaidi ya watu 3,000 kujeruhiwa tangu ya vita hivi vianze, na haijulikani sababu ya msingi ya vita hivi. Yani tunaenda kwenye vita, tunapigana na Iran kwa sababu gani? Hiko ndio kikubwa ambacho watu wa Tel Aviv ama watu wa Israeli wanakilalamikia. Kwa nini tunaendelea kupigana wakati tunaona hatufaidiki chochote na hii vita? Na kwamba mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa wa Marekani ndugu Tulsi Gabbard alikiri kuwa malengo ya Marekani na Israeli katika vita hivi hayaendani. Sasa sijajua ni vita ambayo wanashirikiana kupigana kwa kitu gani, lakini mkurugenzi wa ujasusi wa Marekani anasema vita hivi kila mmoja na malengo yake, japokuwa sisi ni washirika. Lakini mwanzoni tulikuwa tunaambiwa ya kwamba wanataka kumdismantle Irani asiweze kutengeneza makombora. Baadaye tukaja kusikia kauli ya Trump, anasema kiongozi wa Iran ambaye mpya ameteuliwa ni anaunga mkono mapenzi ya jinsia moja. Baadaye ikaja kuonekana kama sababu zingine za mafuta. Kila mmoja alikuwa anatoa sababu yake. Mwishoni imekuja kuwa wazi ya kwamba kila mmoja ana malengo yake katika vita hivi.
Matukio mengine makubwa ambayo yanaendelea mpaka hivi sasa na taarifa ambazo zipo ni kwamba vita hivi havina dalili yoyote ya kusitishwa mpaka hivi sasa. Kwa hiyo nadhani tukio moja ambalo nitakiwa niliongelee ni tukio ambalo limetokea Palestina baada ya watu kukusanyika kwenye msikiti mmoja, kumradhi, nimesahau jina lake. Watu walikuwa wamesogelea eneo lile waweze kuswali Eid, lakini wakiweza kutawanywa kwa mabomu ya machozi kuizuiliwa kuweza kufanya hiko kitu. Kwa hiyo inawezekana tukaja kurudi kule kule ambako mwanzoni tulikuwa tumesimama. Hatujajua Eid yao itaenda namna gani, lakini kwa hivi sasa kwa maeneo ambayo wanasherehekea Eid, wengine wamesherehekea salama, lakini Iran na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati wamekuwa na wakati mgumu. Hatujajua ni lipi ambalo litaenda kutokea ndani ya masaa 24 yajayo. Haya ndio ambayo yametokea ndani ya masaa 24 yaliyopita mpaka kufikia asubuhi ya leo. Mimi ni Dr. Mateka, bye bye mpaka pale wakati mwingine.